Mamlaka ya Jamhuri ya Dominic imethibitisha kuongezeka kwa idadi ya vifo hadi kufikia takriban watu 100 baada ya jengo la klabu ya starehe kuporomoka usiku wa siku ya Jumanne. Inaelezwa kwamba jitihada za uokoaji zinaendelea, ikiwemo matumizi ya mashine nzito, ndege zisizo na rubani na mbwa wakifanya upekuzi, wakifanya kazi pia hadi usiku katika harakati za kutafuta manusura. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali za vyombo vya habari ni kwamba hadi kufikia siku ya Jumatano asubuhi, takriban watu 113 walikuwa wamefariki dunia baada ya paa kuporomoka ghafla majira ya saa 12:45 asubuhi wakati wa tamasha katika klabu ya Jet Set ambayo maarufu sana huko Santo Domingo. Sherehe zilizofanyika katika klabu hiyo inaelezwa ilikuwa ni desturi ya miongo kadhaa iliyozoeleka na watu wa jamii ya Dominic. Inaelezwa miongoni mwa waliokuwepo wakati wa tamasha hilo la Merengue ni gavana pamoja na washiriki wengine wa kongamano la Jamhuri ya Dominic na wachezaji wawili wa zamani wa ligi kuu ya US Baseball. Mmiliki wa jengo hilo Antonio Espailat amesema ya kwamba hakuna maneno ya kutosha kuelezea maumivu yanayosababishwa na tukio hilo. Kilichotokea kimeumiza kila mtu. Pia maafisa wa usalama wamebainisha kwamba wameangazia uokoaji na bado hawajaanza kuchunguza chanzo cha mkasa huo. Jengo hilo lina umri wa takribani miaka 50 ambapo mamlaka zimesema ya kwamba haijulikani ni watu wangapi walikuwa ndani wakati wa kuanguka kwa jengo hilo. Miongoni mwa wale waliokuwa ndani ya klabu hiyo usiku alikuwa ni Nels Cruz Martinez, gavana wa jimbo la Dominic Montecristi, eneo ambalo lipo kaskazini magharibi mwa nchi karibu na mpaka wa Haiti. Cruz inaelezwa alimpigia simu Rais Luis Abinader saa 12:49 asubuhi ya kwamba akiwa amenasa kwenye vifusi. Mke wa Rais Raquel Albaji aliwaambia waandishi wa habari katika eneo la tukio. Cruz alifariki baadaye hospitalini wakati akiwa anapatiwa matibabu, ambapo katika nukuu yake ilibainishwa kwamba tunajutia sana mkasa uliotokea katika klabu ya usiku ya Jet Set. Alibainisha hayo Abidal kupitia ukurasa wake wa X. Octavio Dotel mwenye umri wa miaka 51, mchezaji wa zamani wa ligi kuu, alitolewa kutoka kwenye vifusi na kupelekwa hospitali ya eneo ambalo lipo karibu. Baadaye ilitangazwa kwamba amefariki dunia. Ligi ya mpira wa kikapu ya Jamhuri ya Dominic ilitangaza pia na kutoa taarifa juu ya kifo chake. Mchezaji mwingine wa zamani wa ligi kuu ya baseball ni Tony Branco, pia na yeye alifariki dunia. Kamishna wa ligi kuu ya baseball alithibitisha katika taarifa yake. Wanachama kadhaa wa bunge la Dominic walidhaniwa kuwa walikuwa ndani ya jengo hilo la klabu, na wabunge kadhaa pia kielezwa pengine walikuwa ndani ya jengo hilo. Mimi natumika Raba na hizi ni ripoti juu ya mkasa ambao umetokea huko Santo Domingo, Jamhuri ya Dominic, juu ya jengo la kuporomoka na kusababisha vifo vya watu takriban 100, na bado kila mamlaka inapotangaza taarifa inaelezwa kwamba vifo vipya vinaongezeka.